wewe peke yako ndiye Mungu wetu na sisi ni watu wako. Wewe ni baba yetu na sisi ni wanao, na asante kwa sababu katika uhusiano huo na umechagua kututunza na kutuhudumia mahitaji yetu mbalimbali. Muda huu Bwana tunatulia mbele zako ili utuhudumie kwa mahitaji yetu ambayo jibu lake liko katika neno lako unalokwenda kusema nasi jioni ya leo. Asante kwa ujumbe ambao umekusudia kuleta kwetu kupitia kinywa cha mtumishi wako ndugu yetu Askofu Cheo. Bwana tunakusihi utumie upendavyo, endelea Bwana kumwezesha kufanya shauri lako katikati yetu, nasi tuko tayari kupokea kutoka kwako kupitia yeye. Kwa jina la Yesu tunafungua mioyo yetu, neno lako liingie, likajenge imani ndani yetu, lakini likatuongezee maarifa ya kukujua wewe na kukua katika maarifa yako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba Roho Mtakatifu tufungulie akili zetu tuweze kuelewa na maandiko, katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu, amen. Amen. Mshangilie Bwana Yesu. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu anisaidie leo nisiwe Mungu, na ninaamini tutakimbia, lakini tutafika pale ambapo Mungu anataka tufikie siku ya leo. Turudi tena kusoma, turudie tena kusoma Yoeli sura ya 2. Neno hasa za Yoeli sura ile ya 2, na tutasoma Yoeli sura ile ya 2, tutasoma mstari ule wa 28 na 29. 28 na 29. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 na mstari wa 29. Mahali hapo neno la Mungu nasema hivi: hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye dunia, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu. Anasema hata itakuwa baada ya hayo. Yepi? Nilikuwa tumeanzia ule mstari wa 21, unielewa ninachokisema. Maana hapo Mungu anawapa matumaini wana wa Israeli waondoe hofu. Anasema ya kwamba nchi isiyokuwa kuwa na furaha na kushangilia, na anataja wazi ya kwamba katika Sayuni utakuwa na furaha, watakula chakula tele, watashiba, alafu watalihimidi jina la Bwana Mungu wao. Na anasema watajua ya kuwa yeye Mungu yuko katikati yao, Israeli katikati yao. Maana anazungumzia baada ya marejesho, kuwarejesha sasa, wamerudi kutoka kule mateka ambapo walikuwa wameadhibiwa, na Mungu anaahidi kwamba baada ya hayo atamimina Roho wake Mtakatifu na roho yake juu ya watu. Nasema vijana wataona maono, alafu wazee wataota ndoto. Hilo neno watu wamebariki sana. Vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Maana kwa vijana ni papo kwa papo wataona, ili wazee mpaka walale kwanza, alafu waote ndoto, alafu waonyeshe. Hii haina maana sio ndio tafsiri yenyewe. Ndio kuna tu ile literally jinsi Yoeli anavyotamka, anavyoweka haya. Lakini sisi tukiangalia hapa, tunataka kuangalia umuhimu wa vipawa, karama na huduma katika kanisa.
tulishaanza, hatukufika mbali sana, lakini tulifika mahali tukaona kuna karama kuu za Roho. Tulizisoma hizo katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 4 mpaka mstari wa 11. Tukaona tukakata sana kwamba hizi karama zinakuja baada ya ujazo wa Mungu. Kwa hiyo inaeleza na hii ya Yoeli, Mungu anaahidi kumimina Roho wake juu ya watu. Sisi kama kanisa tunajua Roho Mtakatifu aliposhuka, maana yake palimiminwa pia vipawa ambavyo vinaonekana wazi kabisa. Isema pana karama nyingi sana, lakini zilizo kuu ndizo tunaziona katika ile Wakorintho wa kwanza. Siwezi kurudia kwenye muda na kuhusu kabisa. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 4 mpaka mstari wa 11. Na nilisema tulipopita hizi karama kama zilivyoandikwa na Mtume Paulo katika kitabu hiki cha katika waraka huu wa Wakorintho, zimegawanyika katika makundi makubwa matatu. Tulianza tuna ile kundi la kwanza, karama za ufahamu. Nataka niseme kila aliyempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, alisema tu wakati tunarudia, amebatizwa katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo siwazi pia ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji ni alama ya nje ya utakaso, lakini utakaso wenyewe hufanywa kwa damu ya Yesu Kristo rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukimpokea Yesu Kristo tunabatizwa na Roho, tutafungwa mwili kama sisi. Kwa hiyo kila aliyempokea Yesu ana haki ya kupewa na Roho Mtakatifu karama za Roho. Kwa hiyo kundi la kwanza la karama kuu zinaitwa karama za ufahamu. Zitaja siku hiyo na tuliyopita. Hapo tuna karama tatu: hekima, maarifa, pambanua roho. Hayo tunayakuta katika hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 4, sura ya 12, waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 12 mstari wa 8 na mstari wa 10. Sitarudia. Tulishaona hekima ni nini, maarifa, kupambanua roho, lakini nilikaza kwamba karama ya kupambanua roho ni lazima uwe komaa kiroho. Usipuuzie pale mafundisho yanatolewa. Neno la Mungu linafundishwa. Sisi tunakomaa kupitia neno. Imani huja kwa kusikia. Na watu ambao wamejizoeza hatilii maana neno linapofundishwa. Hapo ndipo unapokuwa. Kwa hiyo ili upambanue roho lazima ufikie mahali ambapo umefikia upeo wa kutazama mwanadamu kwa jicho la upendo wa Mungu. Yaani kama Mungu anavyotazama na wewe utazame kwa picha ile ile. Kwa sababu utakapopambanua roho utajua hii ni roho ya Mungu, hii si roho ya Mungu. Huyu ni Roho Mtakatifu, huyu si roho. Sasa unatumia hekima gani? Kama hujakomaa utaharibu mambo. Kwa sababu panahitaji ukomavu hapo kupambanua. Hata ukijua hii roho haitoki kwa Mungu, si roho, hii roho haitokani na Roho Mtakatifu. Sasa ile approach yako sasa unaliendeaje hilo jambo? Unaliendea kwa jicho la upendo wa kimungu au unakwenda tu kama mtoto mchanga? Kwa hiyo karama hii ya kupambanua roho inahitaji ukomavu wa kiroho. Twende sasa kundi la pili katika hizi karama. Kundi la pili ni karama za utendaji za kimatendo. Hapa tuna karama ya uponyaji, tuna karama ya miujiza, na kuna karama ya ajabu sana ambayo kila ninaposoma Biblia huwa naishangaa sana, karama ya imani. Unaweza kusema hivi karama ya imani ni karama? Nitaeleza. Katika karama hizi za kiutendaji, maana yake kuna mambo yanatendeka. Yanaweza yakaonekana kwa macho waziwazi kabisa. Kwa mfano uponyaji ni kitu ambacho kinatendeka. Ndugu zangu, sisi tulio katika Yesu tusiogope popote kuwaombea watu uponyaji. Ni karama ya Roho Mtakatifu. Sasa watu watajuaje kwamba Yesu yuko hai? Kwamba Yesu yuko miongoni mwetu, yupo, watajuaje? Si ni pale anapoponya magonjwa, anapotenda miujiza,
anapofanya mambo ambayo si ya kawaida, ndipo watu watajua ya kwamba Yesu Kristo ni hai. Kuna watu, ni kweli, haina maana ya kwamba kuna watu sasa wanasema bila miujiza hakuna imani. Imani, na ndani ya imani miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tunajua kuna watu sasa wanakimbilia miujiza zaidi, lakini lazima kuwe na imani. Imani ya kumwamini Yesu ile tuingiza mbinguni. Lakini ili tujue kwamba Yesu yuko hai leo, kuna mambo anayatenda, anaponya, ni mtenda miujiza, jambo ambalo haliwezekani kwa akili ya kibinadamu, lawezekana kwa imani katika Yesu Kristo. Kwa karama ya uponyaji siwezi kueleza ina ikiwa ni pale tunapoombea wagonjwa au sisi wenyewe tunapojiombea, halafu Mungu anatuponya. Na tunaona wazi kwamba ametuponya. Siku hizi nashangaa, kuna watu wanadhani sio kwa fashion, wanazani ili aonekane na imani, akiombewa hata kama hajapona aseme tu nimepona. Huo ni unafiki. Lakini ipo kabisa. Na hata watu wahubiri kusoma kazi hiyo, kwamba wewe usiangalie hata kama sijui hali yako, wewe sema tu umepona. Alafu unasema nimepona. Kuna mguso, si unakumbuka yule kuna mahali ambapo mamlaka ya Yesu na udhaifu ulio katika mwili wa mwanadamu lazima kuwe mguso fulani. Nakumbuka yule mwanamke aliyekuwa anatoka damu, alipogusa upindo kuna kitu kilitendeka. Upande wa Yesu nguvu zilimtoka, upande wa mwanamke damu ilikoma. Hiyo ndio connection ya mambo ya uponyaji na miujiza. Maana yake kuna kitu kinatendeka kabisa halisi, sio maruweruwe. Ni kitu halisi kabisa kitatokea. Mtu alikuwa mgonjwa na Yesu ni mponyaji, halafu ugonjwa umekatika, basi huyo mtu tunasema amepona. Nisamehe, mimi ni mmoja wapo watu wanaoamini sana katika uponyaji wa Yesu Kristo, kwa sababu nilipookoka nilikuwa shuleni na nilikuwa na wangu wa kushoto, nilikuwa na kitatu. Nimewahi kushuhudia mara nyingi sana. Nimewahi kusikia Jebata akisimulia jinsi alivyofurahi aliposamehewa dhambi. Nimewahi kusikia. Mzee, hiyo hali na mimi sijawahi kufurahi kama siku niliyokuwa. Yaani hata ungenipa pilau au keki au kuna sherehe, na bahati nzuri hapa duniani nimeonja vyakula katika vyote vitamu. Yaani vyakula vitamu hapa duniani jamani, mimi mmoja wapo nimeonja. Vitamu. Dunia hii kwa sababu tunazunguka. Nadhani Waitaliano wanakula vitamu sana. Nimekula, lakini sijawahi kufurahi kama siku nilipotubu dhambi. Sijawahi. Nilisikia kama mtu aliyebeba mzigo fulani alafu umeondolewa mara moja. Alafu nilipofurahi sana, nilipofika kwenini, nilimuuliza Yesu, kama umenisamehe dhambi nimefurahi hivi, hiki kidonda ni nini kwako? Yaani kama umenisamehe dhambi na nimesikia furaha namna hii, hiki kidonda sinaweza kunigusa tu nikapona? Ndani ya siku 3 kidonda kilikauka kabisa. Sio nadharia, sio maruweruwe. Sio ile kusema unasema sema tu umepona hata kama sio unajisikiaje wewe. Sasa unaona kidonda kipo, utasemaje nimepona? Hebu tuwe wa kweli. Hii ni mambo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo lazima kuna mguso. Yesu aliye muumbaji anaumba kwa upya. Na tuamini kwamba anaweza kuumba kwa upya. Palipoharibika anaweza kutengeneza. Yaliyoshindikana hata hospitali, yeye anaweza kutenda jambo. Na yote yawezekana kwake yeye. Yote. Hakuna ugonjwa ambao Yesu hawezi kuponya. Haupo. Wewe unasema kuna magonjwa yanayotokana na dhambi, Yesu kaponya. Kama anasamehe dhambi, hata magonjwa yanayotokana na dhambi anaweza kuyaponya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni uponyaji. Miujiza inafanana na uponyaji, lakini muujiza ni jambo la ajabu linaloweza kutokea. Jambo la ajabu ambalo kwa akili ya kawaida halina maelezo. Ndio maana tunatumia neno muujiza. Maana si jambo la kawaida. Linaweza kutendeka jambo la namna. Lakini kuna ukaribu sana kati ya neno uponyaji na neno muujiza. Lakini muujiza sio lazima iwe kwa magonjwa. Muujiza ndio kwa kitu chochote kile.
ikatendeka vile ambavyo hukutegemea kitendeke. Gari inakwenda na pinduka, ukasema Yesu tuokoe, na ukapona. Huo ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo ni muujiza. Ugonjwa umeenea huko, umefuga kuku alafu ule ugonjwa unaitwa kideri. Ugonjwa umeenea huko, alafu wewe una madhara unasema Bwana Yesu ni banda lisiguswe na ugonjwa. Na banda haliguswi. Huo ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna karama ya tatu hapa inaitwa imani. Hapa hapa tenda pole. Hii sio ile imani ya kusema na muamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hii ni imani ya kuyafanya mambo ambayo kwa kawaida, kulingana na ile nature ya kawaida ya ulimwengu huu, kuna jambo haliwezekani kabisa, lakini wewe kwa imani uliyo nayo kwa Yesu Kristo unaliamuru liwezekane. Nitatoa mfano mwepesi. Inafanana na muujiza lakini ni tofauti kidogo. Una glasi unaipenda sana na nywa maji. Siku hizi Watanzania wana vitu vingi na dukani kwa hiyo hawajali. Unajua zamani tukiwa na glasi kwa tunatunza sana. Siku hizi kulikuwa na wakati mtu ana hela vitu. Nakumbuka ile miaka iliyotangazwa mambo ya uchumi na nini, wote mnapanga foleni duka la RTC. Alafu unapewa kilo moja ya sukari. Alafu watazame kwa kama wanafunzi wote kina mama wakinunua vitenge vikija wote ni uniform. Haina moja. Yalikuwa maisha hayo. Vijana wa sasa ukiwaeleza hayo wanaweza kuelewa kabisa. Unaweza kuwa na hela lakini kitu cha kununua hakipo. Kwa hiyo ukiwa na glasi namna hii unaitunza kama mboni ya jicho. Hata tulio na piga picha namna hiyo, una glasi unaipenda sana na utegemea kupata mahali popote pale. Sasa unataka kunywa maji. Alafu ghafla alafu umesimama inaponyoka. Inadondoka hapo kwenye simenti sakafuni. Alafu unatamka unasema kwa jina la Yesu usivunjike. Alafu glasi inadunda pale kama mpira haivunjiki. Hiyo ndio karama ya imani. Inaelekea sana na miujiza lakini kuna tofauti. Hii mara nyingi tunaamuru. Kama Yesu alivyosema upepo unyamaza, alafu upepo ukafanya nini? Kanyamaza. Ni muujiza lakini ni imani imetendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo tunaona hapa ni pafino, hakuna namna nitapitaje. Alafu nasema lakini kwa jina la Yesu nitapita. Nimezungumza hapa kwenye Bible study mambo ya uoga. Na ndugu yetu Mzee Kimana amekaza sana pale. Kuna mahali unaona kabisa hapa kweli hapa pitiki. Lakini nitapita. Sasa tunasema nitapita, hiyo ni gharama ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mdogo unapatikana Matendo ya Mitume sura ya 3. Naeleza Petro na Yohana walipomwinua mtu kiwete, watu wanaposhangaa, Petro aliwaambia watu, huyu mtu amepona kwa imani ile tuliyo nayo kwa Yesu Kristo, lakini na imani iliyoko kwa huyu mtu, imani imetajwa pale mara mbili. Kama unakumbuka imani imetajwa mara mbili, haijatajwa mara moja. Pale inazungumzwa imani inayohusu muujiza. Imani inaweza kumfanya mtu kiwete kwa mfano labda asimame. Unaweza kusema ni uponyaji, unaweza kusema ni muujiza. Nirudi hapo kwa hiyo kiwete. Petro na Yohana walipomwombea katika ile sura ya 3. Petro alisema tutazame sisi. Hatuna fedha, hatuna dhahabu, lakini tulicho nacho ndio tukupacho. Simama. Kama nasoma vizuri Biblia ile kiwete hakusimama. Petro alinyosha mkono akamuinua. Kasome vizuri mahali. Petro alimwambia inuka lakini hakuinuka. Petro aliponyosha mkono alimuinua.
Hilo ni tendo la imani. Licha ya uponyaji, uponyaji umeamrishwa, lakini imani, huyu mtu hakuweza kuinuka. Kwake ni kitu kipya, hakielewi sawa sawa, lakini Petro anamjua Yesu vizuri sana. Na anajua kabisa kwa jina la Yesu atainuka. Ndio maana anamuinua, anamshika mkono na aninuka. Kwa hiyo hiyo ni kama rufaa. Kuna uponyaji, kuna miujiza, lakini kuna rufaa yake, imani. Kusema sasa hapa sina kingine, ni imani tu ndio inisaidia hapa. Narudia, ni kama rufaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani naeleweka. Ni kama rufaa. Katika mambo haya, ishara, miujiza, karama ya imani kama rufaa. Kwamba hapa yote yamekwama, lakini kwa imani ulio nayo yatawezekana. Na unashangaa yatawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niondoke hapa kama unasoma popote uwe mwepesi kunyosha mkono. Kundi la tatu ni karama za usemi. Tumeanza na karama za ufahamu, tumekuja karama za utendaji, sasa tuzungumzie habari za karama za usemi. Nazo pia zinatajwa hapo. Hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Hatuna muda kusoma, lakini tulisoma Jumapili. Hizi karama za usemi ziko tatu na zimetajwa hapa kwa Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 10 na wa 11. Karama hizi za usemi, ya kwanza kabisa ni unabii. Unabii. Unabii ni tunajua ni mtu anasimama anazungumza mambo. Wengi wanasema tu yale yanayokuja. Yanaweza kuwa ni yaliyopo hata kwa wakati. Nabii anaweza kuyasema hata yaliyopo kwa wakati. Anaweza kuyasema yajayo. Anaweza akarudi nyuma akarifaa mambo yaliyopita. Inawezekana kabisa. Inawezekana kabisa. Nabii anaweza kusema hata yale yaliyopo. Anaweza nabii akakwambia nyuma kuna jambo lilitendeka hivi na hivi, fanya hivi na hivi, au kilifanyika hiki na hiki, au kwa mikataba fulani. Anazungumza ya nyuma. Ana uwezo wa kuzungumza ya nyuma, anaweza kuzungumza yaliyopo, anaweza kuzungumza yajayo. Ujiadhari kwenye swala hili la unabii. Tulijadili sana hata katika Bible study iliyopita kwa Yesu. Unabii hata kama ni wa kweli, iwapo umetolewa na unapingana na kazi ya Mungu, nisamehe, sio lazima tutii. Sio kama naeleweka ninachosema. Sio lazima. Sio lazima. Kama kwa mfano unataka kuandaa mkutano au semina, alafu unatoka unabii kwamba jamani, mnataka kuweka mkutano wa hadhara hapo, mvua itanyesha sana. Na ni kweli, unabii wa kweli kwa sababu mvua itanyesha sana. Kwa hiyo msiweke mkutano. Lakini sisi kama kanisa tunaweza kwenda kinyume na huo unabii. Tunaweza kumwomba Mungu na mvua isinyeshe. Ndio tunachosema. Kwa ajili ya uzito wa ile kazi, tunaweza kusema Mungu uturehemu. Kweli kabisa umesema nasi mvua itanyesha, tunakuomba. Ulishikilie mbingu mvua isinyeshe. Na kwa rehema za Mungu mvua inaweza isinyeshe, halafu mkutano ukatendeka. Sasa kumbuka habari za Ninawi. Ilikuwa mpango wa Mungu kabisa kwamba hao wameasi waangamie. Lakini walipofunga, walipoomba, yale Mungu aliyoyaazimia yalibadilika. Maana usicheze na mtu hapa duniani. Kama usicheze na mtu mtu muombaji, usicheze naye. Hivi ndio mtu muombaji anaweza kubadilisha hata mapenzi ya Mungu kabisa. Msamehe, nimekosea kunitazama sana vizuri. Muombaji au sema. Ukihubiri kama hivi mbele yenu, yaani shetani haogopi kabisa. Mahubiri anaweza hata kukushangilia unapohubiri. Sasa wale mnaochanganya mahubiri na uongo, anakushangilia kabisa. Ukiimba, anafurahi sana. Anaweza kukucheza. Hasa kama unacheza, siku hizi vijana wanaimba, wanacheza ile michezo kwa inaitwa erotic. Yaani anacheza kwa unashangaa hapa ni kanisani au tumekwenda kwenye kumbi. Shetani anaweza kushangilia hata kama unaimba ya Mungu. Lakini unapoingia kuzungumza na Mungu, shetani hacheki na waombaji. Kama kwa
sababu nageuka nakuwa mpiganaji, nakuwa askari. Shetani anaogopa mtu anayeomba. Ndio maana nyinyi mnapotaka kusumbua kanisa au kusumbua imani ya mtu, anamtenga na maombi, asiombe, kwa sababu akizungumza na Mungu, Mungu ni wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Tumeruhusiwa sisi tulio wanadamu kuzungumza na Mungu. Yeye ni Baba, anataka kuzungumza na sisi, lakini ameturuhusu sisi tuzungumze mpaka baada tunasema niamrisheni. Hezekia ameambiwa kwa sababu nabii wa Mungu utakufa. Anageukia ukuta anasema Mungu wangu, Mungu. Na ameambiwa kwa sababu utengeneze mambo ya nyumbani kwako hayako sawa. Mungu wangu. Mungu anamwambia nabii rudi. Ametubu. Ametafuta uso wangu. Halafu licha pia kama ugonjwa unaondoka, anapata na bonus ya kuongezewa miaka ya kuishi. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tunaomwamini Yesu tusipuuzie hilo. Unabii unaweza kubatilika. Tukisimama kwenye maombi, tunaweza kuzungumza na Mungu na kilichopangwa kikabadilika. Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hapo kwenye unabii, na siku hizi wametokea manabii wengi, na unabii tunaruhusiwa kama nilivyosema siku ile kupima. Kama tunavyopima roho, hata unabii tunaruhusiwa. Sio kama makinda ya ndege. Ndege analeta kila kitu yanapokea. Ni lazima tupime. Tumeruhusiwa. Na Waebrania nadhani ni sura ya 10 mstari wa 20. Tumeruhusiwa hata kuonyana. Sisi kama kanisa tumeruhusiwa kukutanika pamoja na hata kuonyana tumeruhusiwa. Kwa hiyo pakitokea unabii hauko sawa na maana tunapeleka kwenye upotevu, tunaweza kukataa na tunaweza kuonyana kwamba hii si sawa. Tunaruhusiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema usiseme kwamba sema mimi ni nabii usinipinge. Tumeruhusiwa kusema hapo hapana, tunaruhusiwa. Kanisa la Mungu limepewa hiyo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna tofauti kati ya unabii, ufunuo na maono. Karibu. Mfano, mtu anatoka akafunga na ile close asema Bwana. Hapo unaweza kupita. Mama tunasema jambo la muhimu sana. Maana mimi napata hofu sana watu wanaosema Mungu amesema. Yaani wanatufunga tusiwe na mjadala. Sio Mungu amesema. Tusihofu. Swali ambalo tutakuwa nalo tutakimbia ni Mungu yupo. Maana miungu ni mingi sana. Kuna wakati hata shetani mwenyewe anajigeuza kuwa malaika wa Mungu. Kana kwamba ni Mungu amesema. Lakini kumbe si. Kwa hiyo hata amefunga, kanisa lina uwezo, limeruhusiwa. Yaliyofungwa katika kanisa yamefungwa na watu. Yaliyofunguliwa. Ndio maana nawaomba sana ndugu zangu. Mimi nikitazama tu hivi naona sura za watumishi. Na mimi huwa namshukuru Mungu sana nikitazama namna hii naona sura za watumishi wao. Usikimbilie kusema Mungu amesema kama alisema. Yaani kuna watu ile yagonge unguni mambo yake au maneno yake yawe na uzito. Hata kama hajaambiwa anasema Mungu amesema. Tujihadhari. Kama ni mawazo yako, sema. Mahali pengine Paulo anasema sasa hapa nazungumza kama mimi. Maana ni mawazo yangu haya. Lakini kama Mungu amesema, tuseme Mungu amesema. Ili tusiwasuie watu kujadili. Na ni muhimu sana kwa unabii.
Mungu ajabu sana. Tulizaliwa bila msaada wa mkunga aliyesomea. Lakini hapo vijijini walikuwa wakunga. Walikuwa na mama. Walituzalisha hasa tunda la upendo. Sipokuwa na tunda la upendo, yani vipawa vingi. Sababu lazima uone huyu ametamka, umesikia, lakini kwa Mungu anampenda. Na ndio maana nimwezesha kuomba yale aliyoyaomba katika roho. Mimi ni nani hata niyaseme? Kwa hiyo ndio karama ya kufasiri lugha, lakini inategemea ukomavu wa mtu. Usikile idara ya sisi kama university yetu hawapo nafasi wapo. Hakuna mahali kwa kanisa la Mungu. Ndipo kanisa la Mungu karama hizi zote tunaweza sisi. Amen. Kwa maana nakimbilia mbele hadi nikimbie. Kwa maana hapa nakimbilia kama unaswali. Karibu. Swali langu ni kunena kwa lugha. Tunasoma kwenye maandiko wakati kanisa linena kwa lugha, zile lugha zilifahamika kwa desturi za makabila, mpaka wakasema mbona hawa ni kabila fulani lakini wanaongea lugha hizi na hizi. Sasa hivi kunena kwa lugha inayotumika sasa hivi, mbona hujui mtu anasema kitu gani? Sasa hivi ukiwa mahali mtu akasema huyu ananena kwa lugha, huwezi jua ni lugha gani anasema. Na kati zile za kanisa la kwanza zilijulikana. Kwanza niseme wazi, kwa hiyo hata hiyo kwamba watu wasikie wanasema nini sio zote.
Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana namna nyingi, anaweza kuchukua magawanyo ya lugha mbali sana, na sio lazima zote ziwe za apendavyo yeye mwenyewe. Na mjue kama tunavyokomaa kiroho, hata tunena kwa sasa wahubiri kazi. Unashaka hao wahubiri kama kila siku kile kile. No, lugha huwa inabadilika. Kwa pamoja na kuzana. Inabadilika. Leo tunaenda hivi kesho. Hadi tunapoendelea inabadilika. Tutakuja tayari. Vyovyote apendavyo. Lakini watu wamekata maneno fulani, mpaka inaandikwa hapa kwenye nini? Sasa ukitaka kwa baadhi ya watu Facebook, kwenye wanaandika kabisa. Aliendelea kupenda kwa. Na ukiyasoma yale yanayotaka. Neno kwa lugha unapokomaa. Kama kuna swali inawezekana mtu mmoja akiwa na karama zote zinazokuzi. Unaweza kumwambia mkana. Zile karama. Nisema karama ni nyingi mno unaweza kusema. Hizo 9 ni swali la kutazama. Mtu anaweza kuwa na karama zote. Inawezekana. Mama anasema na watu wanadhani hata basi zote inawezekana mtu aliyeokoka. Zote. Kuna mahali unahitaji uponyaji wewe kusema sasa karama ya uponyaji. Kwa Mungu. Omba uponyaji hapo. Kuna mahali unahitaji muujiza. Omba. Utatendeka tu. Karama ya imani inahitajika. Hiyo tunatumia mara nyingi tutakuwa. Mara nyingi. Halafu kunena kwa lugha. Wengine wanadhani dalili ya kwamba nimejazwa Roho Mtakatifu lazima. Sio lazima. Ikiwa hapo ujazwa Roho Mtakatifu, kuna watu wengine kwa unasikia amani moyoni. Yaani Roho Mtakatifu ile hajanena, pia anasikia amani sio ya kawaida moyoni. Mimi nasikia furaha. Jana mmoja kwa kupewa shirika la hili, sema ile ya post. Shuka na watu wakanena kwa lugha. Alafu huyu kijana yeye hakunena kwa lugha. Akiwa anatembea barabarani kwenda nyumbani, anacheka tukani. Roho Mtakatifu. Lakini turudie, kuna uwezekano kabisa mtu akawa na karama zote. Wewe kusini, unashindwa kuelewa kwa nini? Imani sio mbali. Sasa kusema mimi na karama zote. Bwana mwezi kuingia na karama zote. Mwenzake naye kwa sababu mkuu wa magereza. Anasema haiwezekani. Haiwezekani. Ndio magereza wa chuo kikuu.
haiwezekani kabisa. Umejinua. Ndio matokeo yake ndio nasikia. Lakini hata kila kidogo kinaishi. Moja anasema nasema ngana Biblia. Mtu yote aliyeokoka anaweza yoyote zote anaweza. Sababu ni kwa manufaa ya ni kwa uhitaji. Kwa hiyo yuko hapa pana uhitaji, hatuwezi kusema hakuna mlingano ya kuombea au ya kuombea. Haiwezekani. Nilipojifunza na social psychology. Kujifunza makundi ya watu na aina nyingi. Ndio wapigao nzuri sana kwa watu. Introvert, extrovert. Nikashangazwa sana. Mwalimu akasema wakiwepo watu wanne. Ndio Kiswahili makundi ya sasa. Wote ni introvert. Samahani kwa kutumia maneno mengi. Wote ni introvert. Ajabu atatokeza hapo msemaji. Atajitokeza tu kuziba ile baki. Ndio nature inakuwa na kweli baki. Wamekaa kimya, atatokea tu mmoja. Tumekaa kimya mnasefa. Ataanza atatokeza tu. Na wale kule tu wa friends. Kama sifundisha na shabaha. Hawa wanapenda kuongoza sana. Sasa hayuko hata mmoja, wote wako chini. Wote sasa wako chini. Utashangaa wale chini atatokeza mmoja. Ataanza kuwaeleza jamani bila nani. Amejitokeza tu kwa sababu yaani nature tu imemsukuma kwamba hapo lazima niongoze ataongoza. Kwa ajili ya mahitaji ya kanisa, Mungu anaweza kufanya hata vizuri. Kwa pamoja wale kati ya mateso niliyoyapata baada ya kuokoka ilikuwa ni hayo. Nikafika mahali nikaambiwa kuna format na utaratibu ili wewe uweze kupokea Roho Mtakatifu. Nikakamatwa shingo. Tamka shikaraba. Sasa kasa mbona taraba zenyewe sina. Yaani wakakazana. Kumbe yani unapozungumza kwa haraka rudia. Ni kama unawasha gari la zamani ya kwetu ile. Ili ikije ikawaka sasa ndio na saa yes Roho Mtakatifu. Sasa wewe taratibu unasemaje mwalimu? Kwa indoctrinate wanaku ana njia nyingi sana ambazo sisi hatuwezi kuzielewa. Nikiwa turudie sikazani kwa neno kwa lugha basi ndipo ujaje. Unaweza kuwa na kunda jirani pesa hapo. Lakini baada ya pesa unajua problem ndio ndio. Asante. Swali langu ni yani wakati mimi nilikuwa sijaokoka, nilitokewa na hiyo hali hiyo, nilikuwa mlevi. Sasa leo nikauliza kwamba unasema kunena kwa lugha ni mpaka mtu ameokoka.
lakini mbona mimi hali ilinitokea nikiwa mlevi? Nenda kwa Mungu sasa. Hata waamuzi wataelewa. Wanaosema Mungu kwa mfano karama zote hizi na kitu kimoja tu ambacho shetani hawezi. Matunda ya Roho. Sasa mlevi ameelewa, ananena, ananena kitu gani? Naweza kusafisha kwa chombo sahihi. Lakini karama zote anashikana zote. Ndio maana hatusemi wewe ni mtu wa Mungu kwa sababu umepewa wagonjwa. Na angalia tena muda ya Roho. Nitoka kwenye huduma. Nitoka kwenye huduma. Ushauri mkubwa sana. Watu hapa wanatumia. Hii huduma hii ya ndoa na nitumia mtuma. Kwa hiyo muda mwingine nikawa napanga tu watu pale na kadhalika kwa ushauri mkubwa. Kwa hiyo ndio huduma nikaambiwa Wakristo wote wanashinda kwa ajali. Panaongea tena kuuliza sana. Wewe utaona kanisani sisi tunapiga watu. Wanashinda hapo. Wewe huwezi kusema wewe kuliko hapo. Asikia kama wanatusaidia hapo. Hivi kama unapika chakula. Alafu unaweka jioni mle. Unakwambia tumeshika. Nimekula watu kwa jirani. Tutafanya. Kesho umepika na waita na mambo tumeshika. Kesho. Tutafanya tutafanya. Unataka. Nikasimama chakula kinashangaza kuna mhubiri amefanya akaita watu kuokoa Mungu akamwambia haya piga magoti. Watu wakipiga magoti lazima wampigie. Na wengine watu wasema wazee alikuwa nadhani kwa wao swali wanapenda wana maji
namna Mungu. Wataruka pale wana amani. Ndio kama nasema. Ndio hii. Ona kuna ndio upepo. Na kweli kabisa. Kwa sababu watu wengi watafanya vitu vya ajabu, lakini maana tunataka mafundisho ya kufundisha ili katika mfoni wanaweza kufikiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nauliza kuna tofauti gani kati ya kupambanua lugha na kupambanua na kufasiri? Kuna tofauti. Kupambanua unaiangalia ile roho. Kufasiri ni tafsiri. Yananena kwa bila unaelewa hapo unaelewa. Sio disani. Hapo unaelewa. Unaweza kuona pana ukakasi. Lakini kwa sababu umeelewa, sio ndio umeelewa. Lakini kupambanua naenda sana hivi na maarifa. Tunaweza kufanya maarifa naweza kungamua ambacho mwingine anataka. Ile ya kufasiri kule. Ni usemi na kufasiri kule. Kwa namna hii niliuliza swali. Hizi kama zinaweza kuomba. Sio kama ni sawa. Ya kwanza mstari wa 5. Sema Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5. Biblia inasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Mtu ana hekima aombe kwa ana hekima sura ya 12. Hebu angalia mstari wa 31. Angalia mstari wa 31. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 31. Takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo na waonyesha njia iliyo bora. Karama zote tuzitumie kwa imani. Ili ndio kwa imani tunazidai. Hizi karama zote tuzitumie kwa imani. Tuzitumie kwa imani. Kisivyo tu karama zote zitumike kwa upendo. Ndio tulisoma nayo. Takeni sana karama za Roho. Hata ile inaonyesha njia inayofaa. Kila sura ya 10 tunasema nijaposema kwa lugha kama sina upendo
kuna macho ya kiroho kuna kama kweli kuna amani kama kweli pana kiasi sawa na gharama kiasi kwa kiasi hata na gharama hiyo kuzungumza kwa ufasaha akisimama hapa kuhubiri amepanda mibarani saa 5 pakona namna ya kuzungumza vizuri kwa uzuri saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 masaa matatu pana kiasi hapo kama hapana kiasi basi ataje tuachane kile na watu hawatakumbuka yote msafiri wanakuja yaani kazi ya Mungu haitaishi itaenda kama Yesu anarudi itaenda kaburi kazi ya Mungu ukitoa kuhubiri kupata muda hata kama una karama hata kama unaongea uwe na kiasi fika muda sema hapa inatosha teremka vinginevyo utashangaa unafanya peke yako roho kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hizi karama zote lazima watu ni kila style. Ndio kwa nini kwa Mungu na karama Mungu Bwana mwenyewe ndiye anayetupa. Na hizi huduma zinaangalia sehemu kubwa. Anaposema katika wengine mitume, wengine wachungaji, wengine waandishi, na wengine waalimu, na wengine manabii. Kuna
kuna huduma ambazo ni za office na kuna huduma ambazo ukisema wachungaji na wachungaji ile huduma yake ndio Yesu anawabariki. Kuna watu wana huduma za na wana office. Ndio tunasema hajawahi kutoa wala ndani. Mungu amekupa huduma iko ndani yake na anaifanya kama haifanya na huenda akafanya kwa ufanisi zaidi, labda kupata aliyekuwa ofisi inawezekana. Hizo huduma zinaleta hata wainjilisti, kuna wainjilisti ambao wana office ni mwinjilisti, lakini kuna mwinjilisti hana office. Mimi hapa ni mwinjilisti wa kujitegemea, lakini mwinjilisti ambaye hana office aliyeokoka yule ambaye anamuona mtu anapotea alafu anaangana naye mpaka mpokee. Hajatangaza chochote kwamba ana office mwana mmoja. Hajasema bwana nimekuja kushuhudia kwa sababu mimi ni mwinjilisti wa kujitegemea. Kuna ile passion kule ndani na msukuma awashuhudie watu wapokee. Na anapofanya sherehe kubwa mbele kwa ajili ya hiyo huduma. Na hata mitume kuna wanaotumwa na wana officers na hiyo ofisi ya mtume. Kusikia baba wanaitwa mtume mkuu. Lakini watu wanatumwa mahali kuna mazingira makubwa kabisa, ametumwa pale na analipanda kanisa pale. Na wala ataondoka. Akawaachia wengine mbele. Ni huduma za kuchungaji. Ana huduma. Lakini kuna manabii anapeleka samani. Utume. Sasa hivi tuna ofisi za utume na naomba elaborate hiyo, ufafanue kwamba ofisi za utume zinakuaje, kwa sababu watume wengi mitume walitumika zaidi nafikiri kwenye kipindi cha Yesu Kristo kuplant churches. Sasa utume sasa hivi unakuaje, labda unieleweshe kwa hapa. Asante. Hata leo sisi hapa kama kanisa sio lazima sisi kama tunaweza kusema jamani huko kwani wapi tu labda mbele ya kule anahitajika kazi ya mtu, ila tupate mtu atakayekaa huko na tukamwezesha tukachanga tukampeleka kule. Huyo ni mtume ametumwa, ana mission maalum kabisa ya kupanda kanisa. Mpaka leo anaweza kwenda kupanda, na likipandwa ataondoka na atapelekwa kwingine. Hata kwenye madhehebu wapo watu wanaona, anachukuliwa anapelekwa mahali, anapanda kanisa, akipanda anaondolewa, anapelekwa mahali pengine, anapanda kanisa. Huyo ni mtume. Bado hiyo ni ofisi, sio ile ya nayo isema ile nyingine. Lakini kuna wengine wanaojitangaza kabisa, mimi sio askofu, sio nani, sio puzi. Wengine ni fake, wengine wenda sio fake, ana office inaonekana. Lakini kuna mtu mwingine haitaki hata biashara, haitaki chochote. Roho wa Mungu anasema naye, anajiondokea, anaamini baraka zitafuata, halafu anakwenda na panda kanisa. Halafu unashangaa anaishi vizuri tu, anasabai kwa sababu Mungu ana jambo lake na huyo mtu ametia huduma ya utume ndani yake. Anafanya kanisa pale, hajapiga kelele zozote, halafu kanisa limepanda huduma. Kwa hiyo ipo, sio kwamba haipo. Asante. Mimi nilikuwa nauliza kuna tofauti gani kati ya nabii na mtume, lakini swali lingine ni kwamba mtu anaweza akawa mchungaji, nabii na mtume, huyo mwinjilisti, yani vyote akawa navyo yeye. Kwenye karama inawezekana, lakini kwenye huduma kwenye karama inawezekana, kwenye
kusema huduma ni kama office. Kwa ni vigumu huyo akawa mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, nabii, mtume. Shida mimi mwenyewe hapa ni kama ninazo mbili, uchungaji na uinjilisti. Kwa hiyo wakati mimi narusha mikono kama mwinjilisti, mara nawasogelea, mara nazungumza kwa sauti kubwa uinjilisti. Ile ya uinjilisti inisumbua sana, hiyo ya uinjilisti. Anaweza kawa nazo mbili, anaweza kawa nazo labda tatu, lakini kusema zote azibebe mtu mmoja ni mzigo mzito sana. Mzigo mzito sana. Kwa sababu karibu. Mtume anakuwa ametumwa na kanisa fulani, na sasa mtume anakuwa ametumwa na kanisa fulani, au anaweza pia akawa na hiyo karama akaenda kupanda kanisa bila kutumwa na kanisa fulani. Ndivyo nilivyosema kabisa. Anaweza akatumwa, lakini wale ambao yani ni ya rohoni kule ndani, anaweza kaamka yeye mwenyewe tu bila kutumwa na mtu yeyote, na hao kazi itasimama tu, kwa sababu Roho Mtakatifu amemuinua. Huenda hajapiga kelele popote, lakini Roho Mtakatifu amemuinua na ana shabaha maalum, kuna mission atafanya na kazi itasimama. Zipo zinatendeka mpaka leo, zipo. Karibu mzee Kimaro. Unabii wa Agano la Kale, manabii wa Agano la Kale na manabii kwenye kipindi cha Agano Jipya. Na ukisoma anakuambia unabii ulishia wakati wa kipindi cha Yohana. Sasa wengine wanasema sasa unabii unatoka tena wapi? Wakati ambapo ulishia wakati kipindi cha Yohana. Sasa tofauti yake nini kati ya wale wa zamani na unabii ambao wako katika moja hapo? Ni kweli tunaweza kusema unabii yani unabii ule wa Agano la Kale ni kama ulishia wakati wa Yohana. Ni kama kusema, je, unaweza kuendelea leo? Kuna tofauti gani sasa kati ya huu nabii wa Yohana? Kwanza nijiweke wazi hivi. Ni kweli kuna tofauti kidogo kati ya unabii ule hasa wa Agano la Kale na huku kwetu. Lakini unabii kama karama, unabii kama huduma haujawahi kukoma. Haujawahi kukoma, unaendelea. Na ndio nakuja kwenye swali la mama pia aliuliza, kuna tofauti gani kati ya nabii na mtume? Mtume anatumwa lakini kuanzisha kazi ya Mungu. Nabii anatoa inaweza kuwa maangalizo, maonyo kwa watu. Kuna tofauti. Lakini nirudi tena pale, hii wa Efeso sura ya 4 mstari ule wa 11, naanzia hapo mwanzoni. Huyu Bwana alitoa wengine kuwa mitume, manabii. Ingekoma isingekuwepo hapo, si neno la Mungu liko hai, linaendelea. Kwa hiyo hatuwezi kusema unabii ulikoma, hapana. Ila siku hizi kumetokea vitu, sijui ndio maendeleo au ndio jeuri ya shetani, kumetokea vitu vinachanganya sana hii huduma, hasa huduma ya unabii. Vinachanganya sana. Hasa mtu anapojenga alafu anajiita mimi ni nabii. Maana yake ujenzi wake ule wa jengo ni unabii. Kuita watu waje kanisani kwake ni unabii. Kubatiza anakobatiza ni unabii. Inatuchanganya hiyo. Kwa hiyo naweza kusema kuna kitu kimeingia katikati ambacho sio cha kawaida. Lakini pia manabii feki wamekuwa wengi mno. Mnisamehe sana, shuhuda zangu zingine tulikuwa kwenye mkutano enzi hizo ninazosema za uhaba wa vitu. Tulikuwa mkutano wa New Life. Alafu kumbe binti mmoja amepoteza kanda mbili. Nirudie, wakati huo kanda mbili hizo watu wamevaa magubasi. Sasa kuwa na kanda mbili haikuwa kitu kidogo hicho. Sasa sijui zikapotea au nini, ila moyoni akahisi ni kama mwenzake fulani amechukua, akahisi.
Asubuhi kipindi kinafunguliwa tunaanza kuomba, akaanza tu tunaenda, wengine wanaenda kwa lugha nini na nini. Akaanza tu pale, sikilizeni Mungu anavyosema hapa. Dada fulani rudisha kanda 2. Kwa hiyo hizo karama, huduma zimeingiliwa. Mtu anaona kama yuko rohoni, kumbe anazungumza vya mwilini kabisa. Ameanzisha kanisa anadhani ni vya rohoni, kumbe anafanya vya mwilini kabisa. Na siku hizi imekuwa biashara. Siku hizi ni biashara, ni kama kipato. Mtu anaanzisha huduma kwa ajili tu ya kupata mapato. Lakini sio huduma inayotokana na Bwana, sio karama zinazotokana na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, nimefundisha habari za kuwa na kiasi, ningependa kuendelea lakini muda umekata. Karibu mwalimu. Kama huduma hizi na karama hizi zinaweza kuwa counterfeited na shetani, unasemaje kwa kanisa? Yaani unasema, mimi nafikiri ningetamani hilo lisemwe hilo. Yaani ni swala muhimu sana. Umetukumbusha jambo muhimu. Nilikuwa naenda kukaa hivi nirudie jambo muhimu sana kuhusu hasa karama za Roho. Chonde tunazitambua karama za rohoni kwamba ni za Roho Mtakatifu kwa kuangalia matunda ya rohoni. Hilo tunda la Roho ambalo limetajwa pale katika Wagalatia sura ya 5 ule mstari wa 22 na 23. Tunda la Roho ni kipimo. Yaani kama pana upendo hapawezi kuwa na kitu feki. Upendo wa kweli wa kimungu. Kwa hiyo tusikumbatie tu karama na nini, kwa sababu kweli kabisa kulingana na neno la Mungu karama zote hata shetani anazo, hata dunia inazo. Chukue kwa mfano, haijatajwa kama karama, kwa mfano uimbaji, si ni karama? Watu wa dunia hawaimbi tena kuliko hata labda sisi wanaimba. Haya, kuhutubu, wanasiasa watu wa dunia lakini wanahutubu. Mpaka unashangaa huyu. Mimi mmoja nikamwambia, bwana basi tufanye hivi, ukimaliza kazi hizo uje huku tumtumikie Yesu. Kwa sababu naona kabisa anahutubu kutoka moyoni kabisa, kwa moyo wote. Sasa kinachotupa kipimo kitakachokitumia sisi ni tunaangalia matunda au tunda la Roho Mtakatifu. Tunda la Roho Mtakatifu. Tunaposema tunda la Roho Mtakatifu hatuzungumzii matunda kama yale ya kumfanya mtu ampokee Yesu. Tunazungumzia upendo, amani, furaha, tunda la Roho Mtakatifu. Hatari ya hicho kipimo cha tunda ni hii. Tunda linazaliwa kwa kutazama wakati. Kule kwenye utafiti tunasema longitudinal, sio cross sectional. Lakini karama hapana. Karama ni miujiza. Kwa hiyo unasubiri mpaka ujue uone matunda yake wakati kondoo ameshaharibiwa tayari na nabii mkubwa na mtume wa kimataifa. Na yani hii moja haitegemei muda, yani haina kipimo cha muda. Tuna na kipimo cha muda, lakini jingine haina kipimo cha muda. Ungetuambia kama Wakristo, yani nataka kusema hivi, sijui kama simama, nataka kusema hivi, nataka kusema kitu kubwa, ndio maana nimesimama. Baada ya kufundisha kama mwalimu, tumekusikiza vizuri sana. Unasemaje kama askofu? Yani ukituona kama kanisa sasa ambao umezunguka, umeona makanisa yanavyokwenda na manabii wakubwa na ukengefu unaotembea na hiyo impact ya karama na huduma na tatizo la muda la kupima tunda. Sasa tumeona matunda yakipimwa baada ya miaka 5 6, imekwisha. Tunaelewa. Lakini ile miaka 5 ile kabla hujaipima hiyo, watu wamekenguka wengi, wameumia wengi. Sasa kama mchungaji mkuu, askofu, ungesemaje jambo hilo? Yani uache sasa walimu sasa, useme kama mchungaji. Sana. Kwanza nijiweke wazi. Uaskofu haujawahi kuwa rohoni mwangu. Uaskofu haujawahi kuwa rohoni mwangu hata siku moja. Rohoni mwangu yuko Yesu tu. Kwa hiyo nizungumze kama ndugu aliyeokoka. Nataka kuweka sawa hapo. Kwa sababu mitango nilipoingia kwenye uaskofu niliwaambia rohoni hamna. Hata Moravian nilikuwa nasema mara nyingi tu kwamba moyoni mwangu hata Moravian hamna. Yuko Yesu peke yake.
Yuko Yesu peke yake. Sasa nizungumze kama ndugu aliyeokoka. Kitu cha kwanza kabisa, tahadhari. Tujihadhari. Yesu mwenyewe akasema, mtu mmoja alikuwa na shamba, akalima, akapanda, alafu adui usiku akaja akapanda magugu. Na Waingereza wakanena kazuri sana. Not all that glitters is gold. Sio kila king'aacho. Vitu feki vimekimbiliwa, vimeshangiliwa zaidi kuliko vitu vya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo cha kwanza ni kujihadhari. Lakini mwalimu, nikwambie kitu. Usije kadhani tunda la Roho Mtakatifu ni la muda, miaka. Hapana. Mtu amesimama hapa hana kiasi, tunaanza kuangalia kwamba hapa pana kasoro. Mmenisikia ndugu zangu? Hana kiasi. Sio lazima miaka hapo. Huyu mtu hana kiasi. Je, huyu mtu anazungumza pana upendo kweli? Kuna tunda la Roho Mtakatifu, kuna upendo. Amezungumza kuna amani. Mbona tumefarakana? Sasa ukiona dalili hizo za kukosekana tunda la Roho Mtakatifu, kengele hiyo inapiga kwamba hapa mambo hayako sawa. Lakini la tatu la mwisho, hebu sisi wenyewe tujitokeze kumtumikia Mungu kwa karama alizotupa. Usiweke karama zako nyuma. Toa, kwa sababu usipomtumikia wale fake wataingia. Usifiche karama zako huku nyuma. Tutumike sisi, tumtumikie Mungu. Karibu. Nadhani nimejaribu kujibu, nimejaribu. Ile ninalosema nitatolea na ushuhuda pia. Yeah. Ulizungumza ulikuwa na huduma eneo fulani. Alafu wale watu wakawa wanaenda kwa mtu fulani. Ndio. Sasa ukawa unajiuliza kwa nini hao watu wanaondoka hapa hawarudi hapa. Yeah. Hili jambo litokea mimi nikiwa kiongozi kanisani kwetu tunakosali, nilikuwa ni kiongozi tu wa fellowship ya usharika. Lakini ikafika mahali mtumishi akaniita akaniambia, Msaki, wewe ndio kiongozi hapa. Inakuwaje hawa watu wakishamaliza ibada tu hapa wanaenda kule? Sitaki kutaja huko. Ni nini? Nikamwambia kwa ulikuwa na mawazo gani? Akasema nawaza mimi na wewe labda na mtu fulani tuende kule. Tukienda ili tuhakikishe tuone ni kitu gani wanachokipata pale, tujue sababu zinazowafanya wawe kule. Sasa mimi sijui kama ni hekima, sijui kitu gani kitokea kwangu, nikamwambia samahani mtumishi wa Mungu. Unajua utakavyoenda kule na mimi tukakaa kiti cha nyuma kule. Alafu watu wale wakageuka wakatuona tuko kule. Umeprove kabisa kwamba hao watu watasema umemuona mchungaji yuko kule. Yaani mfano atoke mtumishi labda sasa hivi tuna mwenyekiti wetu kusiria Senkon. Watu wamehama hapa wameenda sehemu. Alafu yeye asingoja nikachunguze aende kule akae tukigeuka maana yake ni muhuri amegonga. Wasijue watoka watu hapa wanasema nimeenda kuchunguza kuelewa, lakini kuna watu wengine wakisha kuona kwa sababu umesema ile karama ya uwepo. Ule uwepo tumemwona yuko kule. Kama kuna tahadhari hapo. Hapo neno la hekima litumike sana. Nadhani hata mimi yule mtu ingekuwa ni ndani, nadhani nisingeenda. Lakini hadharani ni rahisi zaidi. Lakini tujihadhari sana, neno la hekima litumike, liamue tuende au tusiende. Lakini mnisamehe, nashindwa kukaa kwa swali la mwalimu. Lilikuwa nyeti sana na haliwezi kujibiwa tu kwa namna hiyo. Jambo la mwisho ninaloweza kusema mimi hapa ambao niliweka hata huko, mafundisho. Kanisa la Mungu likubali kujifunza, yani kuingia kwenye mafundisho zaidi. Mara nyingi tumekuwa na kama kwetu kusini kule mikutano kuchemuka nini na nini, mafundisho. Kanisa la Mungu kama halijifunzi linapotea. Kwa hiyo tukubali kujifunza neno la Mungu. Tukijifunza tutakuwa na macho ya kiroho. Tutakomaa, tutajua. Kwa hiyo mafundisho yakazwe ili kupambana na ni kweli kabisa hatuwezi kuzuia karama feki zipo. Kuna wakati Kenya, na mimi niliishi kidogo Kenya, mzee Kimaro. Na mimi nimeishi kama miaka 11. Kuna wakati kipindi cha Rais Moi nadhani fedha feki zikawa yani nyingi kiasi kwamba wakaziacha tu kwenye mzunguko. Fedha ziliendelea muda mrefu sana kwa sababu zimekuwa nyingi mno. Walishindwa kuziondoa. Na sasa ndipo tulipofikia kanisa la Mungu. Karama feki na mambo yametapakaa na yanashangiliwa, yanapigiwa makofi. Basi tujikite katika mafundisho. Mungu atubariki sana. Naomba niishie hapo. Mungu atubariki.
sifa kwa mwana wako hamu